Lakini ukioa last born na wewe ndio mwanaume, wewe ndio utafanya hiyo kazi yake. I have seen it. Nimewahi ona. I've seen it physically. Nimewahi ona. The girl is married and she was the last born. Msichana kwao alikuwa mzaliwa wa mwisho. And the man is the first born. Lakini mwenye kumuoa ni mzaliwa wa kwanza. The girl cannot go to the supermarket. Yule msichana hawezi enda supermarket. Ni simu. Babe, na ukuja na diaper. So ni mwanaume anapitia kuchukua madaipa huko sokoni. Na usisahau nyanya. Hey. There is nothing wrong. Sio makosa. It is only they married in a position which is not right. Ni vile tu walioana wakiwa kwa nafasi and the tofauti. man is happy doing it. He doesn't na know. huyo mwanaume hana shida kufanya hivyo. Yeye ndio anaamuka, mwanaume ana prepare watoto wote, anawavalisha, anawaosha mpaka tusichana, anawapeleka shule. The wife is in the bed. Mke amelala. Babe, sukari iko hapo. You may hate her, but that is her nature. You can't change her. Unaweza chukia, lakini hivyo ndivyo wako. Anapeleka watoto shule na gari, anarudi bado amelala. Babe, watoto wamefika. You can't, that is how she was born. Alizoea kufanyiwa mambo. Si kwamba amemkalia. Hakuna watu ukaliwa. That is what people don't understand. Are you understanding? Babe, kuja na nyama na ukifika ukatekate. Unashinda huyu mwanaume anakatakataka nyanya ndio anakaranga. What is the problem? He is a firstborn, he married a lastborn. Ni mzaliwa wa kwanza akamuoa mzaliwa wa mwisho. I am glad I was last I married the firstborn. Mimi nashukuru Mungu mimi ni mzaliwa wa mwisho, nimeoa mzaliwa wa kwanza. I tried to argue it out but I can't. Ninajaribu kubishana lakini siwezi. Naambia sivai hiyo suit, I want to. Nasema nimetoa hii wewe, this is what matches. Na mimi nikiona kwa niko shida sinavaa tu. You can't argue. Hawezi bishana. Yeye alizoea kufanyia wengine hivyo. Are you understanding? Amen. Alizoea kufanyia ndugu zake, dada zake. So ulipooa firstborn, kubali ufanyiwe mambo. But it will be worse if you are the man who is the firstborn. Itakuwa vibaya kama wewe mwanaume ndiye wa kwanza. Am I helping somebody? Amen. So this is what happened to Reuben. Hii ndio ilitendeka kwa Rubeni. His life changed totally. Maisha yake yakabadilika kabisa. It changed totally. Yakabadilika kabisa. And it is a pattern that firstborns always fail. Na ni mtindo kwamba wazaliwa wa kwanza huwa wanaanguka. Now in Abraham's case, sasa kwa Ibrahimu, Ishmael was the firstborn. Ishmaeli ndiye alizaliwa kwanza. Isaac came later. Isaka akazaliwa baadaye. Isaac is the son of the promise. Isaka ndiye mwana wa ahadi. But Ishmael came first. Ishmaeli ndiye alitangulia. So in genealogy, katika kitabu cha ukoo, firstborns are demoted continuously. Wazaliwa wa kwanza huwa sana sana wanashushwa. They are always demoted. Huwa sana sana wanashushwa. But you can purpose, I will change the sequence. Unaweza amua nitabadilisha mtindo. Whoever took my position, aliyechukua mahali pangu, I put on the garment of a warrior. Navaa vazi la I restore my status. narejesha hali yangu. I restore my voice. Narejesha sauti yangu. The sound, the voice of a firstborn. Sauti ya mzaliwa wa kwanza. Very important. Hiyo ni muhimu. Very, very important. Hiyo ni muhimu sana. That is how Reuben lived the rest of his life. Na hivyo ndivyo Rubeni aliishi maisha yake It yote. was never reversed. Haikuwahi badilishwa. That is why Reuben is not listed in the genealogical records as the firstborn. Na ndio Rubeni hajaandikwa kwenye kitabu cha ukoo kama mzaliwa wa kwanza. Hajaandikwa. Are you understanding? Amen. So if you go back now to the same Genesis 49. Ukiangalia hiyo Mwanzo 49 verse 4, 5, 6. mstari wa 4, wa 5, wa 6. I want you to see somewhere there. Kuna kitu nataka uone. To open your eyes more here. Ambayo itafungua macho yako zaidi. Verse 8. Look verse 8. Angalia mstari wake wa 8. Now this man called Judah. Huyu mtu Yuda is the fourthborn. Ni mzaliwa wa 4.
the fourth born. mzaliwa wa 4. Judah thou at whom thy brethren shall praise. Wewe Yuda, ndugu zako watakusifu. Reuben is under a curse. Rubeni amelaaniwa. Simeon and Levi are under curses. Simeoni na Lawi wamelaaniwa. Now look at Judah. Angalia huyu Yuda. This is very, very crucial. Hii ni muhimu. It will help you understand how God works. Na itakusaidia ujue vile Mungu anatenda. The genealogy of Jesus. Sasa katika ukoo wa Yesu, He was supposed to come from the tribes of the firstborns. walipaswa kutoka kwa kabila la wazaliwa wa kwanza. But because the pattern changed, Lakini kwa kuwa mtindo ulibadilika, Jesus had to be born through the tribe of the lion. Yesu akazaliwa kwa kabila la Yuda. Are you understanding? Amen. And David came from this line. Na Daudi alitoka katika huo ukoo. That is why the blind Bartimaeus called Jesus, thou son of David. Na ndiyo kipofu Bartimayo anamuita Yesu, mwana wa Daudi. So what Reuben was to benefit, Sasa faida ambayo Rubeni angepata, it went to Judah. ikamwendea Yuda. The Messiah was coming from the lineage of the lion of the tribe of Judah. Masihi akazaliwa kwenye ukoo wa kabila la simba wa Yuda. Are you understanding now? Amen. Because God will not allow somebody demoted, Maana Jesus, to be born in that lineage. Mungu hangekubali Yesu azaliwe kwa ukoo wa mtu aliyeshushwa. Very, very crucial. Hii ni muhimu sana. Though Jesus is the first begotten, Hata ingawa Yesu ni mzaliwa wa kwanza, God wanted Jesus to come from the lineage of the firstborns. Mungu alitaka Yesu atoke kwa uzao wa But wazaliwa wa because the kwanza. pattern changed, Kwa sababu mtindo uligeuka, Jesus had to come from the tribe of the lion of Judah. Yesu akatoka kwa kabila la simba wa Yuda. Very, very important. Hiyo ni muhimu. Demotion is a power that, number one, embarrasses. Sasa kushusha ni nguvu inayoaibisha. It embarrasses. Inaaibisha, It reduces. inapunguza, It puts in your life reproach on a daily basis. inaweka aibu na madharau maishani mwako. That is why people will always say, that person, Na ndio watu wanasema huyo that mtu, man, huyo mwanamume, what he's doing, I was supposed to be doing. kazi anayofanya ni mimi ningekuwa nafanya. I'm supposed to be the one owning that house. Mimi ndiye ninapaswa kuwa kwa hiyo nyumba. I am the person Mimi ndiyo who was ninapaswa. supposed. Nilipaswa. Look at 1 Samuel 16 verse 12. Angalia kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 16:12. Demotion, Kushushwa, a power that reproaches and embarrasses. nguvu inayokuletea aibu. When God called Samuel to anoint, Wakati Mungu alimuita Samueli atie mafuta, he anoints David. amtie mafuta Daudi. So what happened? When Kilichotendeka, all the sons of Jesse did not qualify, wakati hakuna hata mmoja kwa wana wa Yese alifanikiwa, that is when he said, do you have another son? akamuuliza, je, una mwana mwingine? Nataka uelewe. Where is Jesus coming from? Yesu anatoka The wapi? tribe of the lion of Judah. Katika kabila la simba wa Yuda. And David will come from that Na lineage. Daudi pia atatoka katika huo ukoo. So you will only anoint. Kwa hivyo utamtia mafuta. Meshika. Ndugu zake wote utawachana nao, because mimi natafuta Daudi ambaye atatokea kwa uzao utakaomzaa Yesu. Are you seeing that? Amen. So all the brothers of David were overlooked and despised completely Kwa hivyo ndugu wote wa Daudi hawakufaulu until David is brought. hadi alipoletwa Daudi. Brought in, now he was a ruddy and withal a beautiful countenance, Alikuwa kijana aliyekuwa mwekundu a mwenye macho goodly to mazuri. look to. Alikuwa wa kupendeza And the macho. Lord said, Naye Bwana akasema, arise, anoint him, for this is the one. inuka umtie mafuta, maana huyu ndiye. The pattern changed. Mtindo ukabadilika. It is not the firstborn of Jesse. Siyo sasa mzaliwa wa kwanza wa Yese, It is the lastborn of ni Jesse. mzaliwa wa mwisho kwa nyumba ya Yese. Ndio uta anoint. The pattern changed completely. Mtindo ulibadilika kabisa. Because Reuben messed up, Kwa sababu Rubeni alifanya makosa, Esau messed up. Esau alifanya kosa. Now when I'm choosing a king in Israel, Wakati najichagulia mfalme Israeli, follow this. hebu sikia. Saul Sauli came to kingship
by default. Alijipata kwa mamlaka. Why? Kwa nini? He is coming from the tribe of Benjamin. Ametoka kwa kabila ya Benjamini. And kingship must come from the tribe of the Lion of Judah. Na mfalme lazima atoke kwa kabila la simba wa Yuda. So I must keep all the brothers of David Lazima niondoe mandugu wote wa and Daudi. look for this lastborn called Oracle. Nitafute huyu wa mwisho anaitwa Oracle. He will rise above his brothers and sisters. Atainuka zaidi ya ndugu na dada May you zake. be the one God is going to choose. Iwe ni wewe Mungu May atachagua. God pinpoint at your life. Mungu achague maisha People yako. may succeed, but you will rise above them. Watu wafanikiwe lakini In the utainuka name of mbele yao. Jesus Christ. Kwa jina la Yesu. Are you seeing how God works? Unaona vile Mungu So alivyo. don't assume. Usipuuze. When Samuel wanted to anoint the first one, Wakati Samueli anataka kumtia mafuta mzaliwa wa kwanza, God said no. Mungu anamwambia hapana. Samuel, the pattern changed. Mtindo ulibadilika. It changed long time. Ulibadilika kitambo. I said, okay, firstborn disqualified. Wa kwanza akatupiliwa mbali. Secondborn. Wa pili. No. Hapana. Samuel, you are forgotten. Samueli umesahau. These things change long time. Haya mambo yalibadilika It's kitambo. not the firstborn. Yeye sio Not wa kwanza, secondborn. sio wa pili, Not thirdborn. sio wa tatu. Samuel did not know the sequence. Samueli hakujua mtindo. Now they are finished. So who is this? Akauliza wameisha, sasa ni nani? Do you have another one? Kuna mwingine. May you be the another. Iwe wewe ndiye May huyo you be mwingine. the Wewe uwe huyo Are you mwingine. understanding? Amen. Listen. Hebu sikia. When David took power, maybe this will look later on. Daudi alipopata mamlaka, He asked a question. aliuliza, Is there one in the house of kuna yeyote in the house of Saul katika nyumba ya that I may Sauli show them kindness ili nimtendee for the mema sake of Jonathan? kwa ajili ya Yonathani? And they brought in Mephibosheth. Wakamletea Mefiboshethi. Why? Kwa He nini? falls in the lineage of blessing by covenant. Ako kwa ukoo wa baraka kulingana na agano. Am I talking to somebody? Amen. So David is anointed Daudi akatiwa mafuta. because any other person in the lineage is failed. Maana wengine wote kwa huo ukoo walikuwa They have been wameanguka. removed from the genealogical list Walikuwa wameondolewa kwa orodha ya ukoo of kingship. ya ufalme. Somebody say every evil pattern Kila mtindo mwovu oppressing my life, unaofinyilia you shall release me today. utaniachilia Release leo. my life. Achilia maisha yangu. Whatever demoted my life, Kilichoshusha maisha I yangu break it today. na kivunja I vunja break leo. it today. Na kivunja leo. Whoever demoted me, Aliyenishusha where are you? popote ulipo, Release my promotion. achilia cheo changu. Release my promotion. Achilia cheo changu. I understand. So Samuel had no choice Samueli hakuwa na lingine but to ignore all these other brothers ila kupuuza hawa ndugu wengine wote and wait for David, na kungoja Daudi aletwe. because the pattern changed. Maana mtindo ulibadilika. It's no longer the firstborn. Sio tena mzaliwa wa kwanza, It is the other bones. ni wale wengine nyuma yake. Follow me closely. Nisikize Hebu tuangalie vizuri. 2 Samuel 5:3. Kitabu cha pili cha Samueli sura ya 5 mstari wa 3. David is anointed the second time. Daudi ametiwa mafuta mara ya pili. So the elders of Israel came to the king to Hebron. Wazee wa Israeli wakamjia mfalme Hebroni. And King David made a league with them in Hebron before the Lord. Naye mfalme akafanya agano nao mbele ya Mungu. And they anointed David king over Israel. Wakamtia Daudi mafuta awe mfalme wa Israeli. You can't remove somebody who is anointed. Hawezi muondoa mtu aliyetiwa He is in the mafuta. pattern. Ako kwa He mtindo. is in the position by inheritance Ako mahali pale kwa urithi and by covenant. na kwa agano. He was anointed the second time. Akatiwa mafuta mara ya pili. Firstly as a boy Kwanza akiwa mvulana, and secondly as a grown up. mara ya pili akiwa mtu They mzima. were affirming Walikuwa to say wanasema you are the king. ya kwamba wewe ndiye mfalme. All his brothers had no position in that government. Ndugu zake wote hawakuwa na nafasi. Somebody say, I shall escape demotion. Mimi nitaponyoka. I shall escape demotion. Nitaepuka kushushwa. The same 2 Samuel chapter 1.
katika kitabu cha pili cha Samueli sura ya kwanza. Let's start verse 23. Tusome mstari wake wa 23. We'll have a few minutes to pray. Dakika chache kisha tuombe. Saul and Jonathan were lovely and pleasant in their lives. Sauli na Yonathani walikuwa watu wa ajabu na kupendeza. And in their death they were not divided. Na hata kifoni hawakutengana. They actually died together. Walikufa pamoja. The same day. Siku moja. They were swifter than eagles. Walikuwa wepesi kuliko tai. They were stronger than lions. Na wenye nguvu kuliko simba. Saul and Jonathan. Sauli na Yonathani. Ye daughters of Israel, weep over Saul. 24. Mabinti wa Israeli, mlilieni Sauli. Who clothed you with scarlet, aliyewavika mavazi mekundu ya with fahari, other delights, who put on ornaments of gold upon your apparel. na mavazi yenu kwa dhahabu. Follow this closely. Then it was a cry of David. Ilikuwa sasa ni kilio cha Daudi. How are the mighty fallen in the midst of battle? Jinsi gani mashujaa wanavyoanguka vitani. Oh Jonathan, Yonathani, you were slain in thy high places. uliuliwa mahali pa juu. You were demoted from high place. Ulishushwa mahali pa juu. You died Ulikufa. a very shameful death. Kifo cha aibu sana. Because of demotion. Kwa sababu ya kushushwa. Because you are demoted Kwa sababu ulishushwa from the high place. kutoka mahali pa juu. David says, Daudi anasema, I am distressed for you, nimeaibika kwa ajili my yako, brother Jonathan. ndugu yangu Yonathani. Very pleasant have you been to me. Umekuwa kwangu daima mtu wa kupendeza. Thy love to me was wonderful, passing the love of women. Na pendo lako kwangu limekuwa la ajabu kuliko pendo la wanawake. People who talk bad about the Bible, Watu ambao wanasema mabaya juu ya Biblia, they say the love of Jonathan and David was beyond a woman and a man. huwa wanasema upendo uliokuwa kati ya Yonathani na Daudi unashinda upendo wa mwanamume na And mwanamke. they conclude Na wanasema that David and Jonathan were gays eti Yonathani na Daudi walikuwa mashoga because of these kwa scriptures. sababu ya hili andiko. That the love they had surpassed the love of women. Upendo wao ulikuwa umepita upendo wa But what mwanamke. is David saying? Daudi anamaanisha nini? I am in pain that you have been demoted. Ninaumwa kwamba wewe You are umeshushwa. no longer in high places. Hauko tena mahali pa juu. You are no longer the Jonathan that I loved. Wewe sio yule Yonathani nilipenda. 27. 27. How are the mighty demoted? Jinsi gani mashujaa wanashushwa. You will never be demoted in the name of Wewe Jesus. hautashushwa kwa I jina la said you will Yesu. never be demoted in the name of Jesus. Wewe hautashushwa kwa jina la Yesu. How are the mighty fallen? Jinsi gani mashujaa wanaanguka. Hey, never joke with the power of demotion. Usicheze na hizi nguvu za kushusha. Never underestimate Usipuuze the power of demotion. nguvu za kushusha. He says, how are the mighty fallen? Jinsi mashujaa wanavyoanguka. People that were in the high offices Waliokuwa mahali pa juu with bling bling all over. wakivaa mabling bling. Now they are wote. saying they can't afford food. Leo hii hata chakula hawapati. What happened? Nini ilitendeka? How are the mighty fallen? Jinsi mashujaa wanavyoanguka. When you want to rise and you're not able, Ukitaka kuinuka na hauwezi, there is a power of demotion that is kuna pulling you. nguvu inayokushusha. Anytime you want to rise, you are not able. Kila ukijaribu kuinuka unashindwa. One of the worst dreams of demotion Ndoto moja ya kushusha, is when you dream you are in school uniform. ukiota kama umevaa uniform za shule. You are in uniform. Unaota umevaa uniform. Every time you dream you are back in the village. Ukiota unajiona kwenu kijijini. Those are dreams of demotion. Hizo ni ndoto za We call kukushusha. them the dreams of retrogression. Ndoto za kukurudisha nyuma. Anytime you see yourself in the school or the
house you lived 20 years ago. Ukijiona kwa nyumba mlioishi miaka 20 iliyopita. That's what used to happen to my wife. Hiyo ilikuwa ikitendeka kwa mke wangu. She used to dream she is back in school where she was studying in Subukia. Alikuwa akiota anajiona kwa shule aliyokuwa akisomea Subukia. And we are already married. Na tayari tumeoana. I said no. Nikasema hapana. This one must stop once and for all. Hii lazima ikwishe mara moja. Every night. Kila usiku. I dreamt what was the name of the school? Kamumo Primary School, Subukia. Hey, I said that Kamumo must scatter. Nikasema hiyo Kamumo itatawanyika. Must scatter by fire. Aha. I said to her, get a pot. Nikamwambia tafuta nyungu. We got a pot. Tukatafuta nyungu. We traveled all the way to that school. Tukaenda hadi Subukia kwa hiyo shule. The school was closed, I think, that time. Na shule zilikuwa zimefungwa. So it was one of our pastors. Tukawa na mchungaji wetu mmoja. So we found a caretaker. Tukakuta mlinzi. We said she was one of students here many years. Na tukasema alikuwa mwanafunzi hapa miaka mingi. We've just come to visit. Amekuja tu kutembea. So we told this pastor, take this caretaker around, let him show you the school. Tukamwambia wache huyu mchungaji wacha caretaker akuzungushe shuleni. So me and my wife we remained at the headmaster's office outside. outside. Mimi na mke wangu tukabaki pale karibu na ofisi. When they disappeared, walipotoweka, I told her, take the pot, take the pot. Nikamwambia chukua nyungu. Every power bringing back me to school, kila nguvu break by thunder. Vunjika. And we crushed the pot. Na tukakanyanga ile nyungu. By the time they came back, oh well, bless you very much. Wakati wanarudi tumemaliza. We got into the car and we went. Tukaingia kwa gari tukaenda. How many years are those? More than 10 years. 6, 7, 5 years. 5 years ago. To date, hadi leo, she has never seen the image of that school in her dream. Hajawahi ota na hiyo shule tena. That was retrogression. Hiyo ilikuwa kurudishwa nyuma. And that is how now she has succeeded in business. Na ndio sasa amefaulu kwa biashara. I pray for women and men here. Naombea wake kwa waume. Whatever is reversing you back to the village, kinachokurudisha kijijini, any power that keep taking you to the school you are schooling, I break it in the name of Jesus. Nazivunja kwa I jina la break Yesu. it in the name of Jesus. Nazivunja kwa jina la Every Yesu. dream of your village, kila ndoto ya kijiji, I silence the power. The dreams of your school uniform, I burn them to ashes. I burn them to ashes in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Hey, amen. That was the end of that dream. Hiyo ndio ilikuwa mwisho wa hizo ndoto. You don't joke around. Usicheze. Not once or twice. Sio mara moja wala mara mbili. I used to dream with the same company I was working for. Nilikuwa naota nikiwa kwa kampuni niliyokuwa nikifanyia kazi. And I am a preacher. Na leo hii mimi ni mhubiri. Mimi naota niko Pyrethrum, nikasema hapana. What you don't want, don't watch. Kile hakikupendezi usikiangalie. Zile sinema unaota kwa ndoto, if you don't need them, switch them off. Are you understanding? Amen. I had to make sure that I wake up one night. Nikahakikisha nimeamka usiku mmoja. I drove my car to that company. Nikaenda hadi kwa kampuni. At midnight. Usiku wa manane. Right at the gate. Pale kwa gate. When the watchmen were sleeping. Wakati watchman amelala. I said any power that wants me back here. Nikasema nguvu zinazotaka kunirudisha. I break the power in Jesus. Nazivunja kwa jina la Yesu. I've never seen that company in my vision, my dreams, in whatever capacity they want to come. May God erase that evil dream. Mungu afute hiyo ndoto mbaya. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Why should you dream with the man you left 10 years ago? Kwa nini wote na mwanamume mliyeachana miaka 10 iliyopita? That is demotion. Hiyo ni kurudishwa nyuma. Kushushwa. Why should you dream with the wife you left 10 years ago? Kwa nini wote na mke mliyeachana miaka 10? It is retrogression. Ni kurudishwa nyuma. Powers that keep demoting your life. Nguvu zinazoshusha maisha yako. You must say no. Lazima ukatae. To demotion. Somebody say I say no. Nakataa. Why should you be dreaming ati unakalia mtihani? Na umalizi? Actually hata hiyo kalamu haiandiki in a dream. Unajaribu kalamu iandiki. Unaamuka kabla hata hujafanya mtihani.
That is a sign to tell you you have been demoted in a certain area. Hiyo ni kukuonesha kuna mahali umeshuka. Somebody say, I shall escape. I shall escape. Stand on your feet right now. Tusimame sote. We'll build on that next Tuesday. Tutaendelea kutoka next Thursday in Jesus' mighty name. Alhamisi ijayo. In Jesus' mighty name. Amen. I am breaking that power of demotion. Navunja hizo nguvu za kushusha. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu. Close your Bibles. Funga Biblia Close your notebooks. Funga kitabu chako. In the name of Jesus. Katika jina la Zeko Yesu. shatayanda la baba masai. Reprozoko shetaya. Thank you for watching. We hope you've been blessed. To get a copy of this whole sermon or any other on DVD, SMS or call 0710 448570. For prayers, call 0719 727272 or 0722 656906. To partner with the Oracle Television Network, SMS or call 0700 620326.